basi tutapata wakati mzuri sana wa kuweza kujifunza neno, lakini pia tutakuwa na wakati wa kuweza kufanya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa na leo breakthrough tutaenda kuangalia kwenye engo mbili. Sio kila mtu ambaye anatamani kuona matokeo kwenye baadhi ya maeneo na haoni matokeo ni nguvu za giza. Kuna wengine ni Mungu mwenyewe amehusika, kwa sababu katika ulimwengu wa roho Mungu chombo chochote anachotaka kukitumia ni lazima akitengeneze kwanza. The vessel must be prepared. Bwana Yesu asifiwe. Chombo chochote ambacho Mungu anataka kukitumia, ni kanuni ya kiroho ya Mungu, ni lazima akitengeneze hicho chombo, kwa sababu kuna dimension na kuna level ambazo Mungu akikuacha uingie, kuna vitu ambavyo hutaweza kumaintain kwa sababu ya capacity na muscles. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu mara nyingi kabla hajatumia chombo chochote ana tabia ya kubuild up. Bwana Yesu asifiwe. Ana tabia ya kumold chombo kabla Mungu hajakitumia. Kwa kabla hujakemea mzimu wa bibi, unatakiwa kujiuliza anayehusika kwenye kukaa hapo ulipo, hiyo miaka ambayo umekaa vitu haviendi, ni nani anayehusika? Na usipojua kama ni Mungu na ukajua nini anataka kwako, kuna namna utakaa muda mrefu sana kwenye hilo eneo. Roho Mtakatifu ana darasa, na watu wote anaotaka kuwatumia lazima wapitishe kwenye hilo darasa. Kuna watu hivi saizi ninavyozungumza wako kwenye darasa la kuomba, wengine wako kwenye darasa la kusoma neno, wengine kwenye darasa la kufunga, wengine kwenye darasa la uchumi. Inategemea na Roho Mtakatifu anakupitisha kwenye eneo gani. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nisome kitabu cha Luka sura ya 24 mstari wa 49. Kitabu cha Luka sura ya 24 mstari wa 49. Kitabu cha Luka sura ya 24 mstari wa 49. Neno la Mungu linasema, na tazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Anasema tazama nawaletea ahadi ya Baba yangu. Ni Yesu anawaambia disciples kabla hajateuliwa kwenda mbinguni. Anasema sina mashaka na kwa habari ya ahadi ya Baba yangu, lakini kuna kanuni ya kiroho ambayo lazima muiapply ili Mungu aweze kuwatumia kwenye viwango vikubwa. Anasema kaeni humu mjini. Biblia inaeleza tari. Manake hao watu japokuwa wameitwa kuwa apostles, japokuwa wameitwa kuwa disciples, lakini walikuwa na season ya kukaa. Na kwa sababu walikuwa wanamsikia Roho Mtakatifu, wanajua aliyewakalisha pale ni Yesu mwenyewe. Aliyewakalisha pale ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Sasa imagine wakina Petro, wakina Yohana wangekuwa wasikii sauti ya Mungu, lakini wanashangaa miaka inaenda wamekaa mjini na hakuna kitu ambacho kinatokea katika maisha yao. Wangeanza kusema kuna nguvu za giza zimesababisha tukae hapa. Lakini Yesu anawaambia kwa kazi niliyowaitia ni lazima mkae humu mjini Yerusalemu. Na lile neno kukaa alimaanishi kukaa idle. Kuna assignment ambayo Yesu aliwapa disciples katika kipindi ambacho wanatari. Walitakiwa kufunga, walitakiwa kuomba, walitakiwa kusoma neno, walitakiwa kuwekeza kwenye mambo ya kiroho, walitakiwa kuwekeza kwenye meditation ya prophetic. Kwa sababu Yesu alikuwa anajua hawa watu wasipokaa, kuna sehemu kazi iliyopo mbele yao ni kubwa sana. Sio kila anayekaa ni shetani kamkalisha hapo alipokaa. Kuna watu wengine ni Mungu mwenyewe amekuketisha hapo ulipokaa. Na ukiwa una uwezo wa kusikia sauti ya Mungu utajua kabisa this is God. Unashangaa siku zinaenda, kula unakula, unalala, kufa haufi. Unasema labda nitakufa kesho, haufi. Unasema labda kesho kutwa ndo nakufa. Unataka hata kuaga ndugu zako. Unashangaa haufi kwa sababu uhai wako umewekwa ndani ya Kristo. Anasema ninakiandaa hiki chombo kwa ajili ya kazi yangu. Mungu anaangalia mbali anavyomwandaa mtu. Kwa hiyo kuna makundi mawili ya watu tutaenda kujifunza leo, na utajua uko kwenye kundi gani. Kundi la kwanza ambalo nalizungumzia ni kundi ambalo linatakiwa kukaa sehemu ili kujitengeneza kwa ajili ya kazi ya Mungu iliyopo mbele yao. Na hawa watu ambao Mungu huwa anawaketisha kukaa ni watu ambao wamebeba nguvu ya kunyanyua wengine. Ni rahisi sana kumwona Petro anamkazia macho ule kiwete, anamwambia jitwike godoro uende. Petro alikaa.
ana confidence kwa sababu anajua alikotoka. Ana confidence kwa sababu anajua kuna kipindi alikaa. Kwa hiyo kuna watu hapa mmeombewa sana, mmewekewa mikono sana, unatamani hata mtumishi aweke na mguu juu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye mtumishi, mimi napenda utani. Kama unataka kucheka shauri yako. Huyu mtumishi siku moja angeweka hata mguu ili muujiza utokee. Ngoja niame kanisa. Unaama kule nako wanabandika. Yaani nakwambia kama ni Mungu anayehusika kuketisha hapo, hata uende wapi, Mungu atahakikisha kile anachotaka kukitengeneza ndani yako kinatimia. Kuna watu hivi saizi ninavyozungumza, Mungu amekuketisha sehemu, hakuna kitu ambacho kinaenda, kwa sababu ana build character, anakutengeneza tabia. Anajua kabisa huyu namwandaa kuwa mama wa kanisa, ni lazima nimtengeneze kwenye tabia. Anajua tu ukifungua mdomo hamna hekima. Kwa Mungu anasema let me build wisdom, lazima nitengeneze hekima ndani ya huyu mtu. Na ndio maana watu wengi wanaoharakia kwenye level ambao Mungu hawajapeleka, ni rahisi sana kuporomoka kwenye hiyo level. Lakini wale vessels ambao Mungu anawaandaa, hawa ni watu ambao Mungu anahakikisha wamekuwa matured kwa ajili ya kazi ambayo Mungu amewaitia. Yamkini Petro alikuwa na kielele sana cha kwenda kukemea mapepo, lakini Mungu anamwambia tarry in Jerusalem, kaa hapa. Sasa ni hatari Mungu akawa amekuketisha, anakufundisha warfare, alafu unalala. Amen, inakutia kwenye shuka. Nasema huyu mwanafunzi itabidi aendelee kukaa hapa. Ni hatari sana Mungu akawa anakufundisha fasting kwa ajili ya safari iliyopo mbele yako, afu unapenda sana baga. Kila kijiwe kipya cha baga unakifahamu. Kijiwe kipya cha pizza, wanaita pizza. Unakifahamu. Afu Mungu anasema huyu namfundisha fasting. Yaani hata Pastor Lewis adeclare nini? Kama ni Mungu. Hata ni declare mpaka ikipala kitoe jasho. Kama ni Mungu anahusika, Mungu anasubiria mpaka siku zitimie. Kwa kundi la kwanza, hawa ni watu ambao Mungu anawaandaa kwa sababu wamebeba nguvu ya kunyanyua wengine. Wanachokipokea hawa watu sio kwa ajili yao peke yao, wamebeba power ya kuweza kunyanyua wengine waliokwama. Alafu kitu kinachonishangaza, anasema tazama nawaletea ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe na uweza utokao juu. Manake hawa watu wa kundi ambao la kwanza tunaliongelea, hawa watu hawapokei nguvu, ila wanavikwa nguvu kama vazi. Ile neno uliotumika pale kuvika, sehemu zingine wanasema watapokea uweza wa Bwana, watapokea nguvu, watapokea upako. Lakini hawa apostles, neno la Mungu linasema watavikwa. Kwa Petro alivyokuwa anatembea alikuwa na vazi la nguvu ambalo kalipata. Yohana anavyotembea ana vazi ambalo amevikwa. Kuna watu nataka niwatabirie, Roho Mtakatifu ananiambia umelipa gharama sana. This is the time. Huu ni wakati wako wa kuvikwa vazi la uweza wa Bwana. Upande huu unaona wanisikii. Nasema this is the season ya kuvikwa uweza wa Bwana kwa jina la Yesu. Nasema haya ni majira yako ya kuvikwa uweza wa Bwana kwa jina la Yesu. Haya ni majira ya kuvikwa uweza wa Bwana kwa jina la Yesu. Nasema haya ni majira ya kuvikwa uweza wa Bwana kwa jina la Yesu. Kuna watu wanaanza kutembea na garment, na vazi la uweza wa Bwana. Kuna wengine wanatembea na upako, wengine wanatembea na mafuta, lakini kuna watu wanatembea na vazi la uweza wa Bwana. Anasema kaeni, unatakiwa ulipe gharama ili hilo vazi lije juu yako. Kuna watu kwenye ndoa Mungu anataka akuvishe vazi la uweza. Kwenye hiyo familia hauwezi ukatoboa mpaka uwe na vazi la uweza. Kwenye huo ukoo hauwezi ukatoboa mpaka uwe na vazi la uweza. Kuna watu Mungu anawaandaa ni vessels, anataka awavishe vazi la uweza kwenye eneo la finance. Kwa sababu watu wanaovishwa vazi la uweza ni watu ambao wakiingia kwenye ukoo wanaanza kunyanyua hata wengine. Ndio maana Petro na Yohana kwa ujasiri wanamwambia tukazie macho sisi. Wanamwambia kwa jina la Yesu wa Nazareth simama na uende. Ni hatari sana ukamwiga Petro. Petro amekaa, na alivyokaa nitakuonesha. Naomba nisome kitabu cha Matendo sura ya 2 mstari wa 1. Kitabu cha Matendo. Kuna watu leo watapokea nguvu sana. Mstari wa 1 na wa 2. Kitabu cha Matendo Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 na wa 2. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 na wa 2. Neno la Mungu linasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste. Anasema hata ilipotimia, maanake kuna siku inatakiwa kutimia. Walikuwako wote mahali pamoja. Hawa jamaa hawakuondoka.
walikuwa pale pale ambapo Yesu aliwaambia wakae. Kukaja ghafla toka mbinguni. Anasema huwa inatokea ghafla, yaani kuna kitu huwa kinatokea ghafla. It is not planned. Ni kitu ambacho mbingu inafanya ghafla. Unashangaa tu ukiwa katikati ya maombi, katikati ya kukaa, katikati ya kufunga, kuna kitu kinaanza kutokea ghafla. Uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Yaani maana yake hao watu, Yesu alipoambia kaeni Yerusalemu, walikuwa hawajui ni lini hiki kitu kinaenda kufanyika. It was 10 days to the day of Pentecost. Lakini walikuwa hawajui kama itachukua siku 10. Wenyewe walichokuwa najua, wameambiwa tali in Jerusalem. Neno la Mungu linasema wakakusanyana. Walivyokusanyana, vile vyombo ambavyo vinatakiwa kusubiria uwezo utokao juu, muda wote wakiamka asubuhi, rapakatosh baragadash repadas bariata, wakienda kula rapashata labasia dabaradas. I don't know the day, sijui siku, ila nayo maagizo kwamba I need to tarry in Jerusalem. Nitaendelea kusubiri nikiwa naomba, nitaendelea kusubiri nikiwa nafunga, nitaendelea kusubiri nikimwamini Bwana. I will keep on tarrying in Jerusalem. I will not quit. Haijalishi mazingira aliyonizunguka, Yesu kaniambia nisubirie. Haijalishi changamoto nilizonazo, Yesu ameniambia endelea kukaa hapa. Hawa jamaa wakawa wanaomba. Yamkini walikuwa wameshikana mikono wanaomba. Hawajui mambo yatabadilika saa ngapi, hawajui mambo yatabadilika lini, lakini maagizo alionao Yesu anawaambia tarry in Jerusalem. Kuna watu Mungu amewapa maagizo ya kuendelea kubaki Yerusalemu, lakini wanataka kuondoka. Roho Bwana ananiambia nenda kawahubirie hili neno. Kuna watu Roho Mtakatifu ananiambia imebakia siku chache, kuna kitu kinaenda kutokea ghafla. Amen. Wanasema wakiwa wanaomba ghafla kukatokea uvumi, wakaanza kusikia upepo. Wanasikia upepo, walikuwa hawajui ni lini, walikuwa hawajui ni saa ngapi, lakini ni watu ambao walitari in Jerusalem. Wakaanza kusikia uvumi na upepo. Walivyoanza kusikia uvumi na upepo, mavazi yakaanza kuvikwa mavazi ya uweza. Petro anashangaa amevikwa vazi la uweza. Yohana anashangaa amevikwa vazi la uweza. Filipo anashangaa amevikwa vazi la uweza. Lakini kuna gharama ambayo walilipa. Kuna watu saizi ninapozungumza, Roho Mtakatifu ananiambia umebakia mwezi mmoja tu, kuna kitu kitaenda kutokea ghafla. I prophesy over your life. Kuna kitu kitaenda kutokea ghafla, kitachange atmosphere ya maisha yako. Ninasema kuna kitu kitaenda kutokea ghafla, kitachange atmosphere ya maisha yako. Kuna watu malaika atatokea ghafla. Kuna watu utapokea upako ghafla. Kuna watu utapokea vazi la uweza ghafla. Kuna watu milango ya biashara itafunguka ghafla. Kuna watu neema ya biashara itakushukia ghafla. Kuna watu utaanza ku cross borders ghafla. Ninasema hivi, you are not wasting your time. Kuna kitu Mungu anaenda ukifanya kwa kuwa umekuwa mwaminifu. Haujaacha kufanya ibada, haujaacha kuja kanisani, haujaacha mifungo, haujaacha maombi. Mungu anasema nimemwangalia mwanangu, nimeona yuko pale pale bado hajaondoka, na anasema mbingu haijakusahau. Kuna kitu kinaenda kutokea. Prophesy. Ninasema mwezi wa 7 hautapita bure kwa jina la Yesu. Nasema mwezi wa 7 hautapita bure kwa jina la Yesu. Nasema mwezi wa 7 hautapita bure kwa jina la Yesu. Hawa ni watu ambao neno la Mungu linasema wengine kiwete aliinuliwa, lakini hao ni watu wanaoinua. Baragadash. Hawa ni watu wanaoinua. Kuna watu Mungu kupitia mikono yako umaskini unaenda kuondoka kwenu. Kuna watu Mungu kupitia mikono yako, nasema kuna magereza ya familia yanakwenda kuachia. Kuna vifungo vya familia vinakwenda kuachia. Ninasema kuna kamba zilizofunga na familia zinakwenda kuachia. Ninaambia kwamba wewe sio tu mtu ambaye unatakiwa kupokea, ni mtu ambaye unatakiwa kuvikwa vazi la uweza. Alafu urudi kwenye familia yenu, urudi kwenye biashara, urudi kwenye kazi. Alafu unaanza kuangalia nini akiendi. Alafu unaanza kuitamkia, unakiambia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, simama na uende. Kuna watu wamechoka, wanasema Mungu mbona umeniacha? Kuna watu wamechoka, wanasema Mungu mbona sikuoni? Anasema ninakuangalia nilipokuambia ubaki. Anasema ninakuangalia nilipokuambia ubaki. Ni kweli hayo mahusiano na mateso, lakini Mungu amekwambia kuna kitu anafanya.
Ni kweli hiyo ndoa ina mateso, lakini Mungu anakuambia kuna kitu nafanya. Ili ni kundi la watu ambao sio tu wanapokea breakthrough. Hawa ni watu ambao wanatakiwa kunyanyua wengine. Wanatakiwa kunyanyua wengine. Ninaona Mungu akikunyanyua kwenye eneo la uchumi kwa ajili ya familia yako. Ninasema naona Mungu akunyanyua kwenye eneo la uchumi kwa ajili ya familia yako. Nasema pokea uwezo wa Bwana. Nasema pokea uwezo wa Bwana. Pokea uwezo wa Bwana kwa jina la Yesu. Hilo ni kundi la kwanza. Na hili kundi la kwanza tunao watu wengi hapa ambao watu wamekaa kwenye maombi, wamekaa kwenye mifungo, wamesoma sana neno. You don't know what is happening, lakini Mungu kuna kitu anakitengeneza kwako. Mungu anakuandaa kwa kazi iliyopo mbele yako. Ninachoweza kusema ni kitu kimoja, don't give up. Kuna kitu kinaenda kutokea ghafla, don't give up. Usiondoke Mungu alipokuambia ubaki. Hata kama biashara ina changamoto kiasi gani, as long ni Mungu alisema, endelea kukaa kwenye hiyo biashara. Kama ni ndoa, Mungu alikupa hiyo ndoa, endelea kukaa kwenye hiyo ndoa, usiondoke. Mabadiliko yanaanza kufanyika umo ndani ulimo. Nasema pokea neema kubadilisha vitu kwa jina la Yesu. Kwa hiyo kuna watu, sio namtabiria mtu mmoja, kuna watu wataenda kwenye ndoa ambazo mwanaume ameshindikana kwenye pombe, watamwambia kuanzia leo. Kuna vazi ukivika utamwambia kuanzia leo ndo siku yako ya mwisho kunywa pombe. Na akienda kunywa tena atashangaa anaanza kutapika. Kuna watu wataenda kwenye ndoa, watamwambia kuanzia leo roho ya uzinzi ni mwisho. Anashangaa imekata. Hawa ni watu ambao ni generational changers. Watu walioitwa kubadilisha generation. Watu walioitwa kubadilisha generation. Ninasema wewe ni mmoja wapo uliyeitwa kubadilisha generation. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Muulize jirani yako, wewe aliyekuketisha hapo ni nani? Anajijua Mungu anamtengeneza na ni mgumu huyo. Kuna sehemu Mungu anamtengeneza. Lakini nataka tuangalie kundi la pili. Ili kundi la pili ni kundi ambalo linakaa kwenye level moja kwa sababu ya nguvu za giza. Na leo utaenda kutumia case study ya yule kiwete, alikuwa anakaa kwenye mlango unaoitwa Mzuri. Lakini maombi ambayo nasikia sana leo, utaenda kuomba watu wapokee vazi lililoviko uweza. Ninaambiwa kuna watu ambao wameitwa kuwa apostles kwenye familia. Kuna watu ambao wameitwa kuwa priest kwenye familia. Leo kuna vazi. Lazima kuna sehemu umelipa gharama. Roho Mtakatifu hawezi kutupa somo la namna hii. Naomba nisome kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 10. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 10. Neno la Mungu linasema, basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana, akasema, tutazame sisi. Akamwangalia akitaraji kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume, akamwinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda. Akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Watu wote wakamwona akienda akimsifu Mungu, wakamtambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye mlango Mzuri wa hekalu. Wakajaa ushangao, wakastaajabia mambo yale yaliyompata. It is my prayer. Na huyu jamaa kuna kitu ambacho nimekipenda kuhusiana na huyu kiwete. Neno la Mungu linasema Petro na Yohana walikuwa wakikwea hekaluni saa ya kusali saa 9. Lakini kitu ambacho nakipenda kwa habari ya huyu mtu kiwete, huyu mtu kiwete alikuwa amejiposition kwenye sehemu sahihi wakati wa breakthrough yake. Alikuwa anatakiwa kukutana na Petro na Yohana akiwa katika ule mlango. Angeweza kusema, Bwana leo siwezi kwenda kwenye ule mlango, naumwa. Alafu Petro na Yohana wangeenda.
angepishana nao. Kwa hiyo wakati mwingine tunataka kufanya maombi ya kwamba kila upenyo ambao Mungu ameuandaa kwa ajili yako ukukute ukiwa katika sehemu sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo yule jamaa ameenda kama kawaida, anaenda kuomba sadaka, lakini asijue kwamba hiyo siku ni siku ya divine appointment ya kutana na Petro na Yohana. Na mimi nakuombea kwa jina la Yesu, hautapishana na muujiza wako, hautapishana na breakthrough yako. Mungu akuposition kwenye sehemu sahihi kwa jina la Yesu Kristo. Nasema amekaa kwenye ule mlango kama siku zingine za kawaida. Ghafla akiwa ameketi kwenye ule mlango, akatokea Petro na Yohana. Lakini kitu ambacho nataka tukione kingine kuhusiana na huyu mtu alichokuwa anapitia sio amekipata baada ya kuzaliwa. Alichokuwa anapitia, neno la Mungu nasema alikuwa kiwete toka tumboni kwa mama yake. Kwa hiyo kuna bondage zingine, kuna vifungo vingine vinatoka kwenye asili ya ulikozaliwa. Kama mtu anaweza akapata ukiwete kwenye tumbo la mama, mtu anaweza akatoka na roho ya umaskini kwenye tumbo la mama. Mtu anaweza akatoka na roho ya magonjwa kwenye tumbo la mama. Lakini breakthrough inavyokuja, haijalishi umetokea familia gani, haijalishi umetokea familia maskini, haijalishi umetokea familia yenye madeni, haijalishi umetokea familia yenye madhabahu ya giza, lakini breakthrough ikija, kazi yake ni kukunyanyua kwa jina la Yesu. Ninasema leo hii hakuna kitachozuia. Nasema hakuna kitachozuia upenyo wako. Nasema hakuna kitachozuia upenyo wako. Ninaona unaenda kubadilisha atmosphere ya kwenu. Ninaona unaenda kubadilisha atmosphere ya kwenu. Ninaona unaenda kuvuka vifungo vya kwenu. Ninaona unaenda kufungua vifungo vya kwenu. Ninaona unaenda kukata kamba za kwenu. Ninaona unaenda kuvunja madhabahu ya umaskini ya kwenu. Ninasema this is your time, this is your season in the name of Jesus. Leo nasikia sana kutamka declaration. Kwa hiyo neno la Mungu linatuonesha asili haiwezi kuzuia wewe kufanikiwa. Yule jamaa alizaliwa akiwa kiwete, lakini ilihitajika tu akutane na Petro na Yohana ili ibadilishe historia ya maisha yake. Na mimi nakwambia kwenye familia yenu wasije wakakuaminisha, wakakwambia kuna sehemu tukifikaga huwa tunaanguka, kuna sehemu tukifika huwa tunakwama, kuna sehemu tukifika huwa tunapata magonjwa. Mimi nataka nikwambie you are different. Wewe ni tofauti kwa jina la Yesu. Yaliyowapata wengine mabaya kwenye familia, wewe hayatakupata kwa jina la Yesu. Nasema yale magonjwa hayatakupata, ule umaskini hautakupata, ile aibu haitakupata. Ninasema walipokwama wengine, kwa neno la Bwana na kwa jina la Yesu, wewe unavuka na kutabilia. Nasema aliposhindwa baba unavuka, aliposhindwa mama unavuka, aliposhindwa bibi unavuka, aliposhindwa mjomba unavuka, aliposhindwa shangazi unavuka. Akija Roho Bwana angalia historia yako, akija Roho Bwana angalia background yako. Roho Bwana anachoangalia anakuambia tu simama na uende kwa jina la Yesu. Na mimi nakwambia simama na uende. Alipoketi mama, wewe hautaketi hapo tena. Yesu Kristo amekutokea. Yesu Kristo amekutokea leo. Nasema Yesu Kristo amekutokea. Na ninavyohubiri hapa, nasikia vifungo vya familia vinaachia. Ile spirit ya familia inaachia. Wanasema wako wengi waliokoka, lakini mwisho wao kuwa mwema. Mimi nakutabiria mwisho wako ya kwamba utakuwa mwema sana, ya kwamba mwisho wako utakuwa mwema sana. Na kutabiria upako Alfa na Omega ulioanza kuyafanya, Bwana atatimiza. Yeye aliye mwanzilishi wa imani yetu ataitimiza imani yetu. Ninasema hautaishia pabaya, hautaishia pabaya wewe, hautaishia pabaya wewe, hautaishia pabaya. Hiyo ndoa haitavunjika, hiyo ndoa haitavunjika. Hautakufa kabla wakati. Ninasema magonjwa yaliyoondoa wengine kwenye familia, ile kansa wewe haitakuondoa, kile kisukari kitakuondoa, HIV haitakuondoa, operation hazitakuondoa. Ninakutabilia madhabahu ya kwenu inasikia. Sikia neno la Bwana, ewe madhabahu ya
kichawi. Sikia neno la Bwana. Mtu huyu anasonga mbele. Mtu huyu amebarikiwa. Mtu huyu malango yake yawe wazi right now. Arabasika la masata, arabashata la babasia, aramamama santa la baya, enkalabasia la manda. Ninasikia tu kuipiga spirit ya familia ambao inazuia watu, ile roho ya familia ambao inazuia watu. Ninasema hivi, nasikia revival. Mapinduzi, unaenda kuleta mapinduzi. Wewe ndo Yohana wa familia, wewe ndo Petro wa familia. Esaya madala basata. Usijifananishe na wengine. Wewe ni chombo kinachoandaliwa. Nasema wewe ni chombo kinachoandaliwa. Wewe ni vessel, chosen vessel. You are the chosen vessel. Wewe ni chombo kilichoandaliwa. Wewe ni chombo kilichozaliwa kwa maombi. Wewe ni chombo kilichozaliwa kwa mifungo. Hakuna atakayekuzuia. Wewe ni chombo cha ibada. Wewe ni chombo cha uchaji. Wewe ni mtao wa Bwana. Umetengwa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Erabashalaba, arabashalaba, ashalababa, shalababa. Nasikia kuna watu wanaanza kufikwa vazi la uweza. Watu online, kuna kitu kinafanyika. Nasikia vazi la uweza. Wanavikwa kwa hilo vazi. Magonjwa hayana nguvu tena. Umaskini hauna nguvu tena. Madeni hayana nguvu tena. Haya bashalaba. Vazi la uweza liko juu yako. Vazi la uweza. Zimetimia. Zile siku ulizosubiri zimetimia. Nasema hivi, zile siku ulizosubiri zimetimia. Vazi la uweza. Bara achala babara abara kana mama bara reba baba na mama bara raba baba dala bara raba dala bara raba baba rekabaya naskadaba. Chochea ninaenda kutamka vazi la uweza. Petro, Yohana, uko wapi Yohana? Uko wapi Petro? Petro wa familia, Yohana wa familia. Kwa neema ya jila hautaombewa tu, unaenda kuambia wengine. Kwa jina la Yesu wa Nazareth, uchumi usogee. Kwa jina la Yesu wa Nazareth, magonjwa kwa mama yako yanakwenda kuondoka, kwa baba yako yanakwenda kuondoka. Oh, watu wanavikwa nguvu za uweza. Baragada saka baragada baba Ramashantalabasa. Watu wanavikwa mavazi ya uweza. Breakthrough. Rapa papa raka papa. Kuna watu 10 ninaambiwa mikono yao itafanya miujiza kwenye familia. Kuna watu 10. Nitaka niendelee kufundisha hili somo, lakini Roho wa Bwana ananiambia kuna kitu kikubwa anakiachilia. Kuna watu 10 ninaambiwa mikono yako imebeba miujiza, imebeba ishara na maajabu. Anasema anakuvika vazi. Hao watu nitavyoanza kuomba haya maombi, kuna nguvu ya Mungu itawafunika. Nasema kuna nguvu ya Mungu itawafunika.
Nasema kuna nguvu ya Mungu itawafunika hawa watu, kuna nguvu ya Mungu itawafunika kwa mara ya kwanza kwa jina la Yesu. Nasema kwa mara ya kwanza kwa jina la Yesu, kila aliye na wito, kila aliye na utumishi, kila aliye na ukuhani, aliyeitwa kwa ajili ya familia, kwa mara ya pili, hilo vazi, hilo vazi, hilo vazi, hilo vazi, hilo vazi, hilo vazi. Yes, 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 yes. Araba, 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 araba. Nyosha mikono juu. Sema kwa jina la Yesu, kila vazi linalotakiwa kuvaa, vazi la utambulisho lililobeba nguvu za Mungu, vazi lililobeba upenyo, sema kila kinachozuia kupokea, sema kiondoke sasa. Sema kila kinachozuia kupokea, sema na kifukuza kiondoke. Sema kiondoke, sema kiondoke, sema kiondoke, sema kiondoke, sema kiondoke, sema kiondoke, sema kiondoke. Kinaachia, kinaachia, go, kinaachia, go, kinaachia, go, 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 go. Bara, 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 dea, bara, 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 dea, bara, 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 dea. Kwa watu ambao mko online, endelea kuomba. Kinachozuia kupokea upenyo kinaondoka kwa jina la Yesu. Kwa watu online, kinachozuia kupokea upenyo kinaondoka. Una dakika mbili, omba. Una dakika mbili, omba. Ayada, asiabiana, asasabiana, raga santa labasanta, aribababasata, arabababasia, arabababasoa, arabababasia bababoa, edabababasia lababoa, ramashanta labaya, rebababa. Bado dakika moja, bado dakika moja, bado dakika moja. Kiondoe, kiondoe, kiondoe. Go, 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 go. Kinaondoka, 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 kinaondoka. Bako, 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 ba, 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 bako, ba, 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 bako, ba, 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 bako, ba, bro, ba, 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 ba. Power. Sema kwa jina la Yesu, sema leo hii nipokee vazi la uweza ambalo nimelisubiria kwa muda mrefu. Sema na hili vazi litavokuja juu yangu, sema karama za kiroho ambazo ziko ndani yangu zifunguke. Sema uweza wa Roho Mtakatifu umiminike juu yangu. Sema upako wa Roho Mtakatifu umiminike juu yangu. Oh my God. Kuna watu ili vazi linavyoenda juu yao wataomba kwa level isiyo ya kawaida. Nitaka niendelee na somo. Roho Mtakatifu ananiambia kuna watu wanawavika ili vazi, the garment, the garment, the garment, the garment, the garment, the garment. Yes, the garment, the garment. Nitapoongoza hii sala fupi, kuna nguvu za Mungu zitashuka hapa. Alafu kuna watu watakuwa na viko nguvu za Mungu. Wengine wanajisikia kuomba, wengine wanajisikia kutamka, wengine wanajisikia kunena kwa lugha. Akadosh balantash erabans baragadaya rekadosh bariata bariata barodosh baragadash 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 beregedia baragadash beregedia baragadash. Kuna kitu Roho Bwana anakitafuta. Fungua moyo wako, sema vazi la uweza lije juu yangu sasa. Vazi la uweza lije juu yangu. Vazi la uweza lije juu yangu. Vazi la uweza lije juu yangu. Oh ya 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 ya. Vazi la uweza lije juu yangu. Vazi la uweza lije juu yangu. Vazi la uweza lije juu yangu. Sema lije juu yangu sasa. Lije juu yangu vazi la biashara, vazi la uchumi, vazi la ndoa, vazi la ndoa, vazi la afya. Lije juu yangu right now, right now, right now, right now, right now, right now, right now. Oh kayamanda, oh kayamanda kalamayanda, araba
Rashantalabaya. Hilo vazi linashuka. Kuna watu vazi linashuka. Kuna watu wanne. Nasikia hilo vazi ni la maombi. Hilo vazi ni la maombi. Kuna watu wanne nasikia hilo vazi la maombi. Hilo vazi la maombi. Wale ambao ni waombaji wa familia. Wale ambao ni waombaji wa familia. Kwa mara ya kwanza kwa jina la Yesu, Roho Bwana shuka juu yao. Roho Bwana shuka juu yao. Roho Bwana shuka juu yao. Kwa mara ya pili, Roho Bwana anashuka. 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 Roho Bwana anashuka mara ya tatu. Rama mama mama. Rama mama mama mama. Rama mama mama mama. Rama mama mama mama. Waombaji, 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 waombaji. Wale waombaji, wale waombaji. Kitu cha maombi kinafunguliwa, kinafunguliwa, kinafunguliwa. Kitu cha maombi, uweza wako uko katika maombi, upo katika maombi, kinafunguliwa. Yes ndo hao, yes ndo hao, yes ndo hao. Kwa wale ambao mko online, kwa wale ambao mko online, nasema hivi, kuna uweza wa maombi unakuja juu yako right now. Shiabia abababo, esebe bababo, esebe bababia bababo, esebe bababia bababo, ramamamasi ababasi bababia, chochea ronsonto soto, rajotokoba, rajotokoba, ramamando, ramamama, ramamamamamama, ramamamamamama, etalamamamamama, ndo wanavikwa, wanavikwa, wanavikwa. Naona ndimi zinabadilika, ndimi zinabadilika. Ghafla upepo uenda ukasi kama upepo wenye nguvu. Ninauona ukitoka mbinguni, nauona ukitoka mbinguni kama siku ya Pentekoste. Petro, 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 where are you? Yohana, 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 Yohana. Bayaba, abayababa, abayababa, ababa yababa, ababa yababa, ababa yababa, ababa yababa, ababa yababa. Rege, 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 bababia, bababia, bababia. Oh my God, oh my God. Nasikia hiyo nguvu. Nasikia hata sauti zimebadilika. Nasikia hiyo nguvu. Nasikia hiyo nguvu. Nenda kuachilia watu waliobeba vazi la uweza kwenye eneo la uchumi. Vazi la uweza kwenye eneo la uchumi. Alafu mimi kazi yangu itakuwa tu kuomba. Pokea hiyo breakthrough. Nasema kwa mara ya kwanza, waliobeba uweza kwenye eneo la uchumi. Nasema waliobeba uweza kwenye asili ya mama yao, waliobeba uweza kwenye asili ya mama yao, kwenye asili ya baba yao. Vazi walilonalo ni vazi la uchumi. Utaona mkono wa kushoto unatikisika. I pour out. Roho Bwana anaiachilia roho yake. I will pour out my spirit upon all flesh. Your sons and daughters shall prophesy. Your young men shall see vision. Your old men shall dream. Hey, baraka, bara, 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 bara. Wanapokea, wanapokea. Wale matajiri, wale matajiri wa biashara, wale matajiri, wale matajiri, wale matajiri, wale matajiri, wale matajiri kwa umiliki wa ardhi, 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 kwenye fedha, fedha za kigeni, fedha za kigeni, fedha za kigeni, currency ya kigeni, dola, 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 euro, 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 pounds, shiba, eshabiada, bada, regashata. Simama na wende, simama na wende, simama na wende, simama na wende, jitwike godoro, simama na wende, simama na wende, simama, simama hapo ulipokaa kwenye uchumi, simama, simama na wende. Era ekanus balagada ansiabia ramasobo rabababababa rabababababa rabakaba kaba 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 rababababa touch. Ninaita watu ambao vazi lao la uweza liko katika hatima ya ndoa. Ili waweze kuvuka, wanahitaji kushinda vita ya ndoa. Hao watu ni malango kwenye eneo la ndoa. Wakivuka wao na wengine wanavuka. I command in the name of Jesus. Kila aliyebeba neema ya kuvusha wengine kwenye ndoa, kila aliyebeba neema
ya kuvusha wengine kwenye ndoa. Naenda kuhesabu mara 3. Waliobeba neema ya kuvusha wengine kwenye ndoa, ya kuvusha wengine kwenye ndoa, I command right now. Take it in the name of Jesus. Take it. Yes, take it. Wanafurika nguvu wao. Take it now. Receive it now. Receive it now. Breakthrough kwenye ndoa. Receive it now. Breakthrough kwenye ndoa. Cross over. Touch.